Karibu mtazamaji wetu na amani iwe nawe unaposikia sauti yangu hii kutoka DRC Mashariki. Hii ni Tukutan TV na mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV. Karibu hufate habari za leo. Mapambano yameripotiwa asubuhi ya siku ya kwanza ya tariki 9 Juni mwaka 2025 ndani ya vijiji mbalimbali ndani ya sekta ya Mtambala tarafani Fizi. Vilevile jeshi la taifa la FARDC pamoja na wapiganaji wa wazalendo walidhibiti kilima cha Mkobe ndani ya guvernmenti ya Kisimba tarafani Walikale ni huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Na vilevile nitakwenda kukujuza habari za huko Ruchuru ambako baada ya mji wa Goma kuanguka mikononi mwa waasi wa M23 Januari mwaka 2025, benki zote bado zinafungwa na airport ya kimataifa ya Goma pia imefungwa. Kulingana hali hiyo, walimu tarafani Ruchuru, Masisi na Nyiragongo wameeneza miezi mitano bila kulipwa chochote. Kuna hayo na mengine, mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV, karibu ungane nasi. Tukianza habari zetu hizi na mapambano ambayo yaliripotiwa asubuhi ya siku ya kwanza tariki 9 Juni mwaka 2025 ndani ya vijiji mbalimbali ni ndani ya sekta ya Mtambala tarafani Fizi. Wazalendo wa CPLC FABB walishambulia waasi hao wa M23 AFC Twigwaneho wanaungwa mkono na waasi wa Burundi ambao wanajulikana kwa jina la Red Tabara. Duru zetu zinaeleza kuwa waasi hao walijaribu kufanya mauaji kwenye sherehe ya Pentecosti lakini hawakufanikiwa kulingana na nguvu za wazalendo wa CPLC FABB. Mashambulizi yaliendelea kwenye vijiji mbalimbali kama vile kijiji cha Tibiangoma, Mangojeo, Banduzi na kijiji cha Bialere. Harakati za mazingira kwa kusafisha mji wa Baraka zinaendelea. Meya wa jiji la Baraka kwa muda Bitabisha Emirit anahamasisha raia wake kwa ajili ya kazi hizo za salongo ili kusafisha mji wa Baraka, huku raia wengi wakionekana kumuunga mkono meya wa jiji wa muda ambaye alikwenda kuhamasisha raia na hivyo raia kwenda kuanguka barabarani na kufanya usafi katika kata mbalimbali zinazounga mji mzima wa Baraka. Jeshi la taifa la FARDC pamoja na wapiganaji wa wazalendo walidhibiti kilima cha Mkobe ndani ya guvernmenti ya Kisimba tarafani Walikale, Kivu ya Kaskazini. Vyanzo vya habari vinaeleza kuwa hatua hiyo ilitokea baada ya mapambano dhidi ya waasi wa M23 AFC mwishoni mwa wiki tariki 6 Juni mwaka 2025. Wapambanaji wa wazalendo wanadhibiti mpaka sasa kijiji cha Kalinga na Kisone. Hata hivyo, waasi walirudishwa mpaka eneo la Ikobo ambako wanajaribu kuweka kambi zao pa Rusamambu na Bukumbirwa. Goma. Baada ya mji wa Goma kuanguka mikononi mwa waasi wa M23 Januari mwaka 2025, benki zote bado zinafungwa na airport ya kimataifa ya Goma mpaka sasa inaendelea pia kufungiwa. Kulingana na hali hiyo, walimu tarafani Ruchuru, Masisi na Nyiragongo wameeneza miezi mitano bila kulipwa chochote. Mkanda Mbusa kutoka maeneo ya Goma na ripoti ifuatayo. Nimalize habari hizi mpenzi mtazamaji na habari za nchi ya uko Rwanda ambako Rwanda imezuiliwa kuchukua urais wa zamu wa Jamhuri ya Kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati kwa sababu ya mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Urais wa Jamhuri ya Kiuchumi ya nchi 11 za Afrika ya Kati ulipashwa kuipitisha Rwanda kushika kijiti hicho, lakini katika mkutano wa kilele wa jumuiya hiyo uliofanyika Malabo, Equatorial Guinea, maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi walipinga. Kufuatia hali hiyo, Rwanda imetangaza kwamba itajiondoa katika umoja huo kwa kutokuridhishwa na maamuzi hayo ambayo yalikwenda kuchukuliwa na nchi ya DRC pamoja na Burundi. Na huo ni mwisho wa habari zetu za leo. Hii ni Tukutan TV. Tunakutangazia mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV. Karibu kwa matangazo yetu mengine ya siku.